Ni siku ya Ijumaa ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ndugu zangu, dada zangu, ninaamini kwamba mahali popote pale mnatupata mkiwa mmeweza na kuamka mkiwa salama, na pia kila mmoja natumai kwamba ameweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana inategemea tu nguvu zake, sio kwa sababu ya nguvu zetu, bali kwa sababu ya neema zake, nguvu zake. Katuamsha siku ya leo akiwa ametubariki na uhai, na pia tunaendelea na kumalizia wiki akiwa tu ametuongoza na ametubariki. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ashafika hapa hii asubuhi ya leo ili akaweze na kutubariki na mengi tu ambayo Roho Mtakatifu na Mwenyezi Mungu kampea ni kwa sababu yetu. Basi karibu sana tukaweze na kubarikiwa pamoja nawe. Pendwa mtazamaji, neema ya Mungu iko juu ya maisha yetu. Ni siku nyingine jema ambao Mungu ametupatia. Tunasoma katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Tuombe. Baba mtakatifu, tunasema asante tena asubuhi ya leo kwa ajili ya neema yako na kibali chako maishani mwetu. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Pokea sifa, pokea utukufu. Twajiweka mikononi mwako kwa ajili ya neno lako, ukatubariki na ukawe pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kama mahali ambapo tumesoma katika Wagalatia, tumesoma sura ya 5 mstari wa 22 hadi 23. Hapo neno la Bwana linatufundisha kuhusu tunda la Roho. Tunapoona tunda la Roho, tunajua ya kwamba tunda la Roho linatokana kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Na sisi ambao tumeamini, Mungu anataka tukajazwe na Roho wake Mtakatifu ili tupate ile tunda ambalo ni tunda la kipekee na ni tunda la maana sana katika maisha ya kila Mkristo wa kweli. Kuna manufaa ya kuwa na tunda la Roho, kama vile tumesoma katika huo mstari wa 22. Tunaona ya kwamba tunda la Roho ni upendo. Kwa hivyo Mkristo mtazamaji wangu, unapokuwa na tunda la upendo katika moyo wako, tunajua ya kwamba utawapenda wale wengine kama unavyojipenda mwenyewe, na hata utawapenda wale ambao hawawezi kupendeka. Mtazamaji wangu, kuna watu ambao katika ulimwengu huu unapowatazama unajua ya kwamba wanaweza kuwa wanakutendea mambo yasiyopendeza katika macho yako, na wanakutendea mambo ambayo yanakuudhi, na wengine hata wananena maneno ambayo yanaudhi maisha yako. Na Biblia inasema utakapokuwa umejazwa na tunda la Roho ambalo ni tunda la upendo, unajua hata wale ambao wanakuudhi, wale ambao hawakutakii mema, wale ambao wanakudharau, wale ambao wanakunenea, unajua ya kwamba utaweza kuwapenda, maana tunda la Roho liko katika moyo wako. Pia unaona ya kwamba tunda la Roho utakuwa na furaha ya kuitwa Mkristo, na utaitwa Mkristo na utaishi maisha ya Mkristo wa kweli. Mahali ambapo Biblia inasema, mtumishi wa Bwana Paulo alisema, furahini katika Bwana siku zote. Kwa hivyo unapokuwa na tunda la Roho, utaweza kuwa na furaha ya kufurahia maisha ya Ukristo katika maisha yako yote, na utafurahia kuwa Mkristo wa kweli katika maisha yako yote. Pia utakuwa mtu wa kuleta amani mahali hakuna amani. Katika ulimwengu huu tunajua kwamba amani imekosekana katika nyumba zetu. Amani imekosekana katika mahali pa kazi. Amani imekosekana hata katika vijiji vyetu. Na hata wakati mwingine unaona amani inakosekana katika jamii fulani. Lakini Mungu wetu anapotujaza na tunda la Roho, unajua kwamba utajaa na amani. Na ile amani itaweza kupenya na kuingia kwa wale ambao hata wamekosa amani. Kwa hivyo asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji, wacha Roho wa amani akaweze kutulia katika moyo wako, ili ukaweze kuleta amani hata mahali ambapo hakuna amani. Unajua kwamba utakuwa mvumilivu kwa mambo mazito yote ambayo unaweza kuyapata kama Mkristo. Maana maisha ya Ukristo tunapatana na mambo ambayo ni magumu, na mambo mengine ni ya kutuvunja moyo, na mambo mengine hata ni ya kutuzuia njiani, na mambo mengine ni ya kuleta maudhi katika maisha yetu. Lakini Biblia inasema unapokuwa
na tunda la Roho, utakuwa mtu wa uvumilivu. Kwa hivyo utaweza kuvumilia mambo yote na hakika utakuwa mshindi. Pia utakuwa mtu mwenye kiasi bila tamaa mbaya. Tunajua ya kwamba mambo mengi, hata miji mingi na nyumba nyingi zimevunjika kwa ajili ya tamaa mbaya ambayo imejaa katika wanawake, imejaa katika wanaume, imejaa katika vijana, imejaa hata katika viongozi. Tamaa mbaya ya kuharibu mali, tamaa mbaya ya kuharibu nyumba, tamaa mbaya ya kuharibu mambo mazuri ambao yanaweza kuwa katika maisha ya Mkristo. Kwa hivyo utakapokuwa mtu mwenye tunda la Roho, unajua ya kwamba tunda la Roho utakuwa mtu wa kiasi. Utanena machafu na utatenda mambo machafu. Kwa sababu gani? Maana utakuwa na tunda la kiasi katika moyo wako. Pia utakuwa mtu wa utu wema. Utatenda matendo mazuri kwa watu wote, walio wazuri na walio wabaya. Hata utakuwa mtu wa fadhili. Asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji, wacha Mungu wetu akatusaidie. Maana tunda la Roho ni la maana sana katika maisha yetu. Wacha Roho wa Bwana atusaidie tukapokee lile tunda la upendo likakae katika maisha yetu, na tunda la Roho likakae katika maisha yetu, ili tukaweze kuishi maisha yenye maana katika ulimwengu huu. Tunaposoma katika Yeremia sura ya 17 na huo mstari ambao ni mstari wa 8, Biblia inasema hivi. Yeremia 17 mstari wa 8, Biblia inasema hivi: maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Haleluya! Mti ambao umepandwa kando ya vijito vya maji. Biblia inasema ya kwamba ati huo mti utaendelea kuwa na tunda, na tunda lake litakuwa na litakaa milele. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, Roho wa Bwana anapokuwa juu ya maisha yetu, tutaendelea kuwa na hili tunda la Roho, na hilo tunda la Roho litaendelea kukaa katika maisha yetu, na kamwe hatutakosa kuwa na tunda la kumpendeza Mungu. Na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu, ni asante sana kwa ajili ya siku ya leo. Tunakuomba ukawe pamoja nasi, ukatusaidie kuwa na tunda la Roho, tunda ambalo Mungu wetu tukiwa nalo ni tunda la maana sana katika maisha yetu, tunda litakapotusaidia na tunda litakapotuongoza katika njia ya Ukristo wa kweli na kuishi maisha yanayopendeza mbele zako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Mtu ama muumini ambaye ameweza huwa anategemea Mwenyezi Mungu na pia anategemea nguvu za Roho Mtakatifu, huonyesha matendo mema kila wakati na kumtukuza Yesu Kristo kupitia hayo matendo mema. Hivyo ni kusema kwamba wakati ambapo unasema umemruhusu Roho Mtakatifu akaweze na kukuongoza pia kupitia kwa matendo yako, tukaweze na kuona matendo mema, matendo ambayo yanamuongea Mwenyezi Mungu, matendo ambayo yanamuongea Roho Mtakatifu. Maana vile ambavyo unaongea, matendo yataweza na kukuongea, yani nafasi kubwa kutokana na kile ambacho unakitamka, unakiongea. Matendo ndio yataweza na kukutangaza vilivyo na yataweza na kukuongea sana. Hilo ni kwako, jiangalie. Je, matendo yanaonyesha na mtu ambaye amemruhusu Roho Mtakatifu akaweza na kumuongoza, Roho Mtakatifu ambaye ameweza na kumruhusu Roho Mtakatifu akawategemea kwake? Jibu wewe unalo. Ninakutakia siku njema, wakati mwema. Kwa ndugu zetu ambao huenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo, ninawatakia wakati mwema na ibada njema. Bye bye.